الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، tunaendelea na tafsiri, darasa za tafsiri ya Qur'an, na jana biaunillah tumeweza kufikia aya ya mwisho ya surati al-Anbiya, aya 112, na kwa hivyo leo tutasoma utangulizi wa sura inayofuatia, nayo ni surati al-Hajj. Kama tunavyoona namna gani hii surati al-Anbiya ilivyoanza, اقترب للناس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Imekurubia siku ya kufufuliwa, siku ya kiyama, siku ya hisabu, lakini wamo katika ghafla, wamo katika kupinga. Na sura imeelezea sana habari ya siku ya al-fadha'u al-akbar, siku ya vitisho, siku ambayo mbingu zote zitakunjwa katai sijili al-kutub, na ulimwengu utabadilika na watu kutolewa katika makaburi. Ikiwa umezungumzia masuala ya kiyama, na sura hii imeanza, hata kuna yupo tanasub baina sura hii na hii, munasaba wa mahusiano yaliyokuwa baina huku na huku. Surati al-Hajj moja kwa moja inaanza kwa nini? Habari ya mtetemeko mkubwa. Ya ayuha nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Mungu wenu, Mola wenu mlezi. Inna zalzalata saati shay'un adhim, mtetemeko hiyo saa iliyowekewa ni shay'un adhim, jambo kubwa sana. Hatuingii katika tafsiri sasa hivi, bali tunaelezea introduction ama ni utangulizi wa hii sura al-Hajj, ambayo aya zake ni 78, na sura hii unalosema kwamba ni sura makia, imeteremka Maka kwa sababu zao, na kuna losema sura hii imeteremka Madina kwa sababu zake, kama tutakuja kuona sasa hivi kidogo. Kwa sababu sura kama hii ambayo jina lake hiyo al-Hajj, surati al-Hajj, hakujajulikana kwa sura jina jingine isipokuwa jina hilo, kwa sababu kuna sura nyingine unaweza kukuta surati Tauba, surati al-Qital na majina mengine. Surati Munafiquna pia wameita watu kwa sababu ya kutaja wanafiki wengi ndani. Kwa hivyo sura kama hii imetajwa moja kwa moja surati al-Hajj, na wote wakai support sura hii. Imeitwa kwa nini kwa jina hilo? Kwa sababu ndani yake imeelezea manasik al-Hajj. Katika sura hii tunaona kuna kutajwa kwa masala ya manasik al-Hajj wa ibawana. Katika aya 26, وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهو إذا آية نزوفاتية كوليزية أحكام مناسك الحج
Kwa hivyo ikapewa sura hii kwa jina Suratul Hajj. Surati ya Haji wamesema ni Makia, imeteremka Maka, kwa hasa baadhi ya aya zake zinaelezea namna za tabia za nini za surati al-Hajj, za sura za Makia zilivyo, na wengine wakasema hii ni sura madania kutokana na baadhi ya ayati na mambo yanayozungumzwa kuhusu aya za sura madania. Tukitizama kwa nini watu wakasema kwamba ni madania, lakini kuna waliosema kwamba kuna aya zimeteremka Maka, kuna aya katika sura hii zimeteremka Madina, na jambo la kustajabisha kwamba sura hii ni sura pekee yenye heshima kwa kuwa ina sijida mbili ndani yake. Sijida mbili, sijida tilawa ambayo ukisoma una sujudu. Sura ambayo kama walivyosema watu kwamba hii sura ayat zake kuna zilizoteremshwa katika safari na nyingine zimeteremshwa wakiwa katika hadhar, katika mji wao. Kuna sura zilizoteremka aya zake katika sura hii zimeteremka usiku na nyingine mchana, na nyingine wanasema zimeteremka Maka, nyingine wanasema zimeteremka Madina, na kila moja ina aina. Tabia za sura za Maka ziko vipi na tabia za sura za Madina ziko vipi? Tukizungumzia kama sura za Madina, kwa nini wale waliokwenda kwa sura hii ni Madina zaidi, ingawaje kuna ayati zenye kutaja Maka? Mwisho uamuzi uliokuwa mzito zaidi ni kwamba sura hii mna aya za Makia na aya madania. Ama kuhusu madania, aya utaona zinazungumza sana umuru tashrii', sheria hizi katika madania. Idhin bil qital, Mtume sallallahu alaihi wasallam kakaa miaka 12 mpaka 13 katika Maka, wala hakujaamrishwa kupigana vita. Kila wakiuliza masahaba anaambia la, sijapewa amri bado. Baada ya kwenda Madina na mwaka wa pili tu ikateremka amri ya Madina. Kwa hivyo wale waliokwenda kusema kwamba hii ni sura madania, aya zake zimeshuka Madina, wanahoja katika hii aya ya 39, udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu, wamepewa idhin wale wanaonewa na kupigwa vita kila siku, wamepewa idhin na wao wapigane. Kwa nini? biannahum dhulimu, kwa sababu wao wamedhulumiwa sana. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, najua kwamba Mwenyezi Mungu anaweza sana kuwanusuru watu wake waumini. Na sababu alladhina, kama inaendelea aya pili yake aya 40, alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, wametolewa majumbani mwao Maka wakakimbilia Madina bila haki yote na kuchukuliwa mali zao, ila an yaqulu rabbuna Allah, kwa sababu wamesema Mola wetu ni Allah, wamesema la ilaha illa Allah. Kwa hivyo hiyo akasema katika sura hii ya Madina, kwa sababu vita havijaanza kupiganwa, Waislamu kupewa ruhusa kupigana ila katika mwaka wa pili baada ya hijra, na ndio vikaanza vita ya Badr, na kabla hapo vita vidogo vidogo. Alafu kadhalika sura hii nizungumzia masala ya sharia, katika sharia masala ya haji na yale yanayoambatana na manasiki al-haji. Kwa hivyo hii ni katika hoja tosha za kuonyesha kwamba aya zake nyingi zimeteremka Madina. Naam. Na kwa hivyo mtu anaposoma wakati mwingine anaona zile sababu za kwamba hizi aya zimeteremka Madina
lakini ziko aya ambazo zenye sifa za aya za Kimaka ndani yake. Alkalam anil iman, kwa sababu aya za Maka nyingi sana zinaelezea habari ya imani, kumwamini Mungu mmoja peke yake, at-tauhid, na aya zake zimeelezea habari ya kuwatia watu hofu kwa wale wenye kupinga kuna kufufuliwa na kuna adhabu kali na wasubiri na kuna kwa akhera. Indhari nzito nzito ambazo aya hizi zimo katika sura hii yenye kuelezea mambo hayo na kuwabashiria watu pepo pia kwenye kuamini ahwali yaumul qiyama, hali itakuwa vipi siku ya kiyama. Kwa hivyo vitisho vingi vilikuwemo, dalili za kuonesha kwamba hizi aya za Makia zilikuwa na sifa hizi. Na dalili kadha kadha za kuelezea kufufuliwa kwa watu. Kwa hivyo tunapoona kama aya 5, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th, enyi watu, ikiwa nyinyi mko katika hofu kwa kufufuliwa, anatoa hoja namna gani kumezaliwa. katika aya ya 5 ya nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfa thumma min alaqa thumma min mudgha, stage za nini za kukua kwa mtoto tumboni. Na hii dalili ya kutosha kwamba Mwenyezi Mungu aliyeumba watu na anachambua namna gani stage by stage katika maumbile ya yule kiumbe anayekuwa tumboni mwa mamake. Na dalili za kutosha nyingi kama hiyo moja na nyinginezo ambapo tutaziona wakati tunasoma katika aya. Na hii dalili ya kuonesha kwamba nini aya zake ni za Makkah. Na kule kuanza kwa ya ayuhan nas, aya ya mwanzo ile peke yake inaonesha kwamba hii sura inanukia harufu ya nini ya aya za Makkah. Kwa sababu katika Qur'ani ukizama kuna sura 3 zilizoanza kwa ya ayuhan nas. Sura hii tunasoma ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un adhim, katika dalili za kuonesha kwamba ni sura za Makia. Hiyo moja. Ya pili kama ilivyokuja katika sura an-Nisa mwanzo, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, pia imeanza kwa ya ayuhan nas. Kadhalika katika msahafu mzima nafikiri sura 2 zilizotaja ya ayuhan nas, hiyo sura Nisa na hii sura al-Hajj. Lakini ya ayyuhalladhina amanu kwanza kwake, kwanza kwa ya ayyuhalladhina amanu ziko sura 3. Ya mwanzo sura al-Maida, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, mwanzo sura aya mwanzo. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، آية سورة الحجرات. نايتات سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Hii sura Mumtahina, sura 3 zimeanza kwa ya ayyuhalladhina amanu. Lakini ukitazama katika msahafu mzima ukitembea utaona ya ayyuhan nas imetumika mara 20. Na dalili unapoanza kulingania watu utaanza kwa watu wote nas, na kusudia waumini na wasiokuwa waumini na kila mtu. Lakini unapokuja ikawa maamrisho yanakuja kwa ajili ya walioamini tu peke yao, majukumu, makatazo, maamrisho yanakuja kwa ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Inakuwa khitab lilmu'minina faqat, na hii inakuwa baada ya muda kwamba watu
ikageuka nasu ila almu'minun ya nasu ya ayyuhalladhina amanu na ndio utaona kwamba maamrisho yanakuwa mengi kwa wale waliokwisha kuslimu mara 20 ya nasu msafu mzima, lakini utaona ya ayyuhalladhina amanu mara 89. Mara ngapi? 89. Na sura hii kufadhilishwa mbele ya sura nyingine tafdhili, kama tulivyosema mwanzo kwamba ina sajida mbili, sajida tilawa. Hasa Shafi'ia wal Hanabila wote wanasema kwamba hizo zote mbili sajida tilawa. Hata katika baadhi ya Malikia wanasema hii sajida hasa ya pili ni li tilawa mbili. Wengine lakini akthar wakasema la, moja tu ilikuja katikati, ama ile ilikuja mwisho ni kwa sababu ni sijida katika sala. Hasa ilipotajwa nini? Imetajwa rukuu na kusujudu pamoja. Imetajwa sijida ya mwisho, ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira ila akhir aya. Kwa hivyo wanasema la, hii ni katika sala, lakini sijida tilawa ni ile iliyokuja katikati tu katika sura al-Hajj. Wale wanaokataa kwamba si mbili bali moja, lakini uzito unao katika nini? Kwamba zote mbili zinataka sijida, inataka usujudu sijida tilawa. Na sijida ya mwanzo, alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard wash-shams wal-qamar wan-nujum wal-jibal wash-shajar wad-dawab. Viumbe vyote hivyo wametajwa kwa jumla, lakini utaja binadamu wa kathiru minan nas. Kwa nini? Kwa sababu wa kathirun haqqa alayhi al-adhab, adhabu imethibitia wapate wale wanokataa wakapinga. Kapwa akili na ndio walopotea zaidi, kasema la, hakuna Mungu, hakuna kufufuliwa. Waman yuhinillah fama lahu min mukrim, Mwenyezi Mungu anayemdhalilisha hakuna kumkirimu na kumheshimu. Khalas, wala hatupata. Kwa hivyo hapa kuna aya hii mwisho wake kuna sijida pia. Kwa hivyo ziko sijida mbili katika surati al-Hajj. Na walipokuwa katika safari katika sehemu za Syria, Umar Khattab radhiallahu anhu aliwasalisha watu saatu subh, akasoma sura hii, akaleta sijida mbili kama ilivyokuja katika hadithi Abdullah ibn Tha'laba radhiallahu anhu anasema sallaina ma'a Umar ibn Khattab, tumesali pamoja na Umar Khattab salatu subh, sala subhi biljabia. Aljabia eneo maarufu sana katika Syria, kusini Syria. Faqara surat al-Hajj fasajada fiha sajdatain, katika sala hii akasujudu mara mbili. Jamani, sura ndefu, aya 78, kasujudu mara mbili. Ndio mtu kisoma aya 7, 8, 10 ukwambia unavuta sana akisali mpaka watu wanasinzia katika sala, anasalisha anakuambia hii hadithi sahihi kwamba kasoma sura nzima katika salatu subh, iko kagawa kwa raka mbili. Almuhim kasujudu zote mbili, sijida mbili, sura pekee katika msafu mzima ni sijida mbili. Kwa hivyo akasoma, alafu kisha akasema, kuna nyingine katika riwaya nyingine sema akasema nimefadhilisha sura hii kuliko nyingine kwa ajili ya kuwepo kwa sijida mbili. Sura hii kama desturi, kama tulivyosema, iko ni kwa sura ayat zenye Makkah, imetaja neema za Mwenyezi Mungu, imetaja wahdaniyatullah, kusisitiza tauhid Allah jalla jalalu. Alam tara, zipo nyingi kwa Mwenyezi Mungu amekupea, ameumba hichi na nimekuja kuonesha dalili kwamba sura hii inayo
mambo yenye kuhusu nini katika ayati za Makka, ayat makia. Sura hii inaanza kwa vitisho. Sura hii inaanza kwa vitisho kama kuja ayuhannasu taqu rabbakum, mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi. Inna zalzalata saati shay'un adhim, zalzalata saa, mtetemeko wa saa. Asaa biqasdi hina dakika ile ya mlipuko mkubwa kwa ajili ya kuanza kiyama. Kwa hivyo sitaka kuelezea leo, kianza tunaanza darasa ijayo moja kwa moja tafsiri ya ayat, ili tupate kujua yale yaliyomo katika sura al-Hajj, yepi yanaelemea katika ayat za makia na yepi yenye kuelemea upande wa nini ayat madania. Tutaziona, halafu tutajua kwamba sura hii ni mchanganyiko wa aya za Makka na aya za Madina insha Allah. وبهذا نكتفي، والله أعلم.